Leo, 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 leo. Okay, tunaendelea tena. Pia wacha tujielekeze hichi kitu kilifurahisha wengi na kiliwapendeza wengi. Sasa wacha tujikumbushe kidogo. Tuko hapa mahali mimi nachezea kwenye ufunguo wa A. Sasa mshiko wetu wa kwanza kabisa hapa ni kwenye A shape. Ufunguo ni A na mshiko ni A. Sawa, kwa hiyo mshiko wetu wa kwanza kabisa hapa tuko kwenye A shape. Sawa, A shape. Tutakuja kwenye C shape ya kwanza na C shape ya pili. Tutakuja paka huku. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo tutacheza. Lakini msingi wetu kabisa wa kujua gitaa na kutaka kulijua gitaa la solo vizuri ni muhimu ukaelewa kwamba kuna mishiko mama mitatu ambayo ni A shape, C shape pamoja na E shape. Yaani ni ufunguo ambao ni muhimu sana ambao ukielewa lazima gitaa la solo uweze kulipiga vizuri sana. Kwa hiyo tutaanzia hapa kwenye A shape, tutakuja paka huku, tutacheza huku, kuna vibwagizo huku. Tutakuja paka tutashuka, tutatoka hapa kwenye A shape, tutakuja E shape ya pili, E shape ya kwanza, tutakuja paka hapa kwenye C shape, ambayo tutakuja kupiga. Sawa, tutafanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja tutaanzia hapa mahali tumeanzia ni kwenye A shape. So kitu chetu kimelia ni kitu kizuri ambacho kinafurahisha. Sasa kwa wewe ambao unajifunza ni muhimu tu kaelewa step, speed utajiongeza. Kuna vitu nishaviongea ambavyo ni vya muhimu sana. Yaani kwa mtu unayejifunza kuna vitu huwezi jilinganisha ukapiga na mtu ambaye tayari yuko kwenye game, kwa sababu huyu mtu aliyopiga ukimuuliza historia yake anaweza akakwambia tangu aanze kujifunza gitaa, yaani akiwa na miaka pungufu sana ni kwenye miaka 15, 16, 17 hivyo. Yaani akiwa anacheza gitaa na miaka 15, 16, yaani ikiwa pungufu sana ni 15 na kuendelea. Kwa hiyo sasa wewe ambao una miaka mitatu, miaka moja, miezi, huwezi jilinganisha ukapiga kama alivyopiga yeye, kwa sababu kuna speed, kuna touching, kuna kuelewa mahesabu kutoka step by step. Kwa hiyo sasa kitu ambacho cha msingi sana wewe unatakiwa uelewe mahesabu ya step yako, alafu utapiga taratibu kama nitakavyokuelekeza. Moja kwa moja step yetu ya kwanza tumeshika hivi. Step yetu ya kwanza ni hapo. Sawa, ni A shape. Sawa. Kwa step yetu ya kwanza ni uzi wa kwanza, uzi wa 4 unagusa tu mara moja. Sana sana unadili na uzi namba 1 tu. Sawa. Kwa hiyo ni sawa tu. Sawa. Sorry. Yaani hii ni octave, sawa. Ngoja tuanze vizuri. Hii ni octave ambayo ni ya 1/3. Uzi namba 1 na uzi namba 3. Kwa hiyo kitu ambacho unafanya unapiga, unaanza na uzi namba 3 tu. Lazima upige. Unagusa mara moja tu. Yaani kitu ambacho kinadili sana, ambacho kinaita sana ni uzi namba 1. Kwa hiyo utapiga. Unaona hapa mahali hiki kidole kimeishia, hiki kidole kinakuja paka hapa kwenye hiki chumba hapa. Sawa, kwenye uzi namba 3. Kwa hiyo ukitoka hapa
hapa step ya kwanza unakuja paka sawa. Niko kwenye oktavo yangu ile ambayo ni 1/3. Sasa hizi mbili hapa lazima uziruke zisishikwe na kitu chochote. Kwa hiyo niseme step ya kwanza, unaona ulivyoshika hapa, unahesabu 1 2 3 4. Kwenye position ya 4 ndo unakuja kushika uzi namba 1 ambayo inakuwa ni oktavo ya 1/3, 1/3. Kwa hiyo unapiga unarudi tena sawa, unakuja unashuka moja. Hapa ulipoanzia unashuka moja, lakini ukiwa umeshika kwa namna ile ambayo ni oktavo ya 1/3. Kwa hiyo unaanza alafu hapo unakuja unashuka moja sawa. Kwa hiyo ni sawa, umeona? Kwa step yetu ni sawa, tunaelewana? Kwa hiyo unaanzia hapa sawa. Yaelewa ya mahesabu ni ya muhimu sana, ni mazuri sana, yatakusaidia wewe sasa kuelewa hiki kilicholia kwa usahihi. Kwa hiyo tunaanzia hapa ambayo ni kwenye hii doti hapa mbele kidogo. Kwa hiyo unaanza alafu hapa ulipoanzia unapa sogea moja hivi. Hapo ulikoanzia unashuka moja. Hii ni step ya 3. Step ya 3. Kwa hiyo step ya kwanza, step ya pili, step ya 3, step ya 4, alafu step ya 5, yani kutoka hapa unasogea tena moja, alafu unakuja step ya ngapi? Haya, step ya kwanza, step ya pili, sawa. Step ya kwanza, step ya pili, step ya 3, alafu step ya 4, unakuja tena step ya 5, sawa. Sorry, sawa. Step ya kwanza ni unakuja step ya pili, alafu step ya 3, unakuja step ya 4, step ya 4, alafu step ya 5, unapanda zaidi, step ya 6, sawa sawa, sawa. Kwa unaanza alafu hapo nashika tu C shape, sawa. C shape. Kuna vingine sijafuata complete kama alivyopiga, lakini nimefuata tu melody ambazo ni basic ambazo zitakusaidia wewe. Kwa hapo unakuja tu unashika C shape, kwa hiyo unaanza sawa. Tunaanza tena. Lengo langu nataka uelewe njia, alafu sasa utarudi kwenye mazoezi uanze kukimbizana. Elewa step, alafu urudi uanze kukimbizana sasa kutafuta ile speed yenyewe. Kwa hiyo utaanza sawa. Unaona nilivyoshika hivi 1/3, 1/3. Kwa hiyo utaanza
Kwa sawa, elewa step ndo kitu muhimu, ndo kitu ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo elewa alafu sawa. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo sawa. Kwa sawa, hebu nielewe. Alafu unakuja unashuka hapa kwenye E shape. Kutoka hapa unashuka alafu unakuja hapo unazipiga tu ukiwa umeshika C shape. Ni simple kabisa. Hii huku ni rahisi sana. Alafu unapiga hizi mbili, unazishusha namba moja na namba mbili na namba tatu. Namba mbili tu na namba tatu unazipiga kwa kuzishusha. Piki yako ishushe hivi. Usipige kwa kupandisha juu, kwa unapiga kwa ona. Alafu unakuja unashika E shape. Unapiga tu, alafu unarudia tena. Alafu unapiga unashika tena C shape hivyo. Yaani ni hii huku ni rahisi sana. Hii huku ni rahisi sana kwa yaani ni rahisi sana. Mzigo uko hapa kwenye kwa hiyo hapa, yaani ni rahisi. Yaani hakikisha tu kila octave unaoacha unahakikisha hapa katikati unaacha flat mbili hazijashikwa yani. Flat mbili hazijashikwa. Yaani hakikisha tu hivyo. Kwa hiyo unaanza ni hivyo tu inaenda, ni rahisi kabisa. Elewa tu hizi njia. Ni 1 by 3. Kwa hiyo Mungu akubariki, kazana, zielewe njia afu zifanyie kazi, utafanya mambo poa, utafanya mambo makubwa sana, yatakuletea impact na yatakuletea heshima kwenye muziki wako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Tuko pamoja na tuko sambamba kabisa, tuzidi tukupambana. God bless you.